Ni siku ya 3 ya wiki ambapo mpenzi mtazamaji asubuhi ya leo naomba kukusalimu katika jina la Yesu Kristo. Uwali gani? Bwana Yesu na asifiwe. Ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuzidi kubarikiwa pamoja na kufundishwa neno la Mwenyezi Mungu na mtumishi wa Mungu ambaye ni Reverend Salome Mutua kutoka kanisa la ABC Nguluni, Kangundo Pastorate, Machakos Sub-Headquarters. Nikitumai kwamba uko tayari kabisa asubuhi ya leo ili ukaweza na kuyapokea yote ambayo tunaletewa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu, ambayo naamini kwamba yataweza na kutubariki. Yataweza na kuwa mwongozo wa siku ya leo. Yataweza na kuwa ni yale ambayo yanatuonyesha tutembee vipi kwa siku ya leo. Imani yetu tuiweke ikiwa imara kupitia wapi. Ni wapi ambapo tunaweza tukasaidika. Ni wapi ambapo neno la Mwenyezi Mungu linatuelekeza kwa asubuhi ya leo. Basi kwa yoyote, karibia katika runinga yako ili tukaweza na kuyapokea yote kutoka kwa Mwenyezi Mungu kupitia kwa mtumishi wake tukiwa pamoja. Mpendwa msikilizaji, karibu katika somo letu la siku ya leo. Siku ya leo ningelipenda tukaweze kutazama kuhusu kujitenga na dhambi ama shetani. Kujitenga na dhambi ama shetani. Tukisoma katika kitabu cha Warumi sura ya 12, kitabu cha Warumi sura hiyo ya 12 na mstari ule wa 2. Wapendwa, maandiko ya Mungu yasema ya kwamba, basi ndugu zangu nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kupendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Hiyo ndiyo ibada yenye maana. Mfalme, tunakushukuru ni kwa ajili ya neno lako linalonena nasi kuhusu kujitenga na dhambi. Mfalme, naomba ya kwamba tufundishe kujitenga na yule mwovu shetani na pia dhambi, ili tukaweze kukupendeza nawe ukaweze kupendezwa nasi. Tunena nasi na wacha ukatufundishe yaliyo mema kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Wapendwa, neno hili ni neno ambalo limenenwa katika kitabu hiki cha Warumi. Tunaona mtumishi wa Mungu Paulo akinena na kanisa hili la Warumi. Na ananena na wale ambao walikuwa ni wana wa Mungu ama wa Kristo, ambao walikuwa wamemkubali Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao. Na kawa ananena nao ili wakaweze kujipeana na hata kujitolea kama sadaka, kama dhabihu mbele ya Mungu, ili wakaweze kukubaliwa na Mungu mbele zake. Kwa hivyo akahimiza kanisa hili ili wakaweze hata kujitolea na hata wakaweze kujipeana. Na Paulo ananena nao, anasema ya kwamba anawasihi, maana anasema ninawasihi kwa huruma. Kwa hivyo hili ni tendo ambalo mtumishi wa Mungu alikuwa analinena kwa huruma. Alikuwa analinena akiwa katika hali ya kunyenyekea sana. Na akasema ya kwamba wakaweze kutoa miili zao ikawe ni kama sadaka ama dhabihu mbele za Mungu. Na akasema ya kwamba iwe ni ya kupendeza mbele za Mungu. Kwa hivyo wapendwa, kama tungelipenda tuwe watu ambao tutampendeza Mungu wetu, ni lazima tukajitenge na maovu, mambo yote ambayo yanamchukiza Mungu.
neno ambalo waweza kutenda likamchukiza Mungu, neno ambalo waweza kutenda likawa haliwezi kumfurahisha Mungu. Hayo ndiyo maneno ambayo tunaambiwa ya kwamba tukaweze kujitenga nayo, tukaweze kuweka kando katika maisha yetu. Huenda mengine ni kama ya kufurahisha, huenda mengine ni kama ya kuleta furaha katika maisha yetu, lakini lazima tuwe watu waangalifu sana. Ni lazima tuwe wa Kristo ambao katika hata maneno yetu tunayoyanena tukaweze kuyapeleleza, tukaweze kuyachunguza. Iwapo kuna neno ambalo laweza kumchukiza Mungu, tukaliweke kando. Maana anasema ya kwamba, neno linasema ya kwamba tunapojitolea na kujipeana kuwa dhabihu, Mungu atapendezwa nasi. Kwa hivyo utakuwa mpendwa wake. Na mpendwa wa mtu yule ambaye anayempenda humtenda kile kilicho chema, humtenda yaliyo mapenzi yake. Wapendwa, kama tungelipenda Mungu wetu akaweze kututenda mema, akaweze kutuita wapenzi wake, akaweze kutuita watoto wake, ni lazima tukajitenge na uovu, tukajitenge na aina zote za dhambi. Siwe ni za kunena, siwe ni za kutenda, siwe ni za kufikiria kuhusu watu wengine. Wapendwa, ni vyema tukajitenge nazo. Maana unapojitenga na dhambi, wewe utakuwa huru, hautakuwa mfungwa. Watu ambao tunakaa katika dhambi tumekuwa wafungwa, maana dhambi huishi ndani yetu. Kwa hivyo sisi ni kama wafungwa, sisi ni kama watu ambao hatujawekwa huru. Unapojitenga na dhambi, wewe unawekwa huru, unakuwa mtu ambaye hakika upendo wa Mungu unakaa ndani yako, amani ya Mungu inakaa ndani yako. Kwa hivyo kuna sababu zote za kujitenga na dhambi. Na pia ukisoma kitabu cha Yohana, tunaposoma kitabu cha Yohana sura ile ya Yohana wa kwanza, sura ile ya pili, mstari wa 15 kufika mstari wa 16, inanena pia kuhusu sisi kujitenga na dhambi na kuandamana na mapenzi ya Mungu, kutenda yanayompendeza Mungu. Wapendwa, tutakuza roho ya Mungu, naye Mungu atatukumbuka, naye Mungu atatuchalia mema. Kwa hivyo mara nyingi sisi hujiuliza, kwa nini maombi yetu hayajibiwi? Kwa nini sisi hatuoni wema wa Mungu? Tazama, huenda ni jambo ambalo halimpendezi Mungu lipo katika maisha yako. Huenda wapendwa, kuna mambo ambayo unafanya hayampendezi Mungu kamwe. Huenda kuna njia ambazo unapita hazimpendezi Mungu kamwe. Kwa hivyo yatakuwa hata kama tutaomba, hata kama tutamtafuta Mungu na hatujaweka dhambi mbali nasi, wapendwa, tutakuwa wafungwa. Tutakuwa tunikelele tunafanya mbele ya Mungu, ili tukaweze kuwa huru, ili tukaweze kupendwa na Mungu, ili Mungu hata akaweze kutusikia. Ni lazima tukajitenge na dhambi, tukajitenge na hata maovu ya shetani, maana yeye kila wakati hutushawishi ili tukaweze kutenda yasiyo mema. Maana kazi yake, neno la Mungu linasema, ni kuwadanganya wa Kristo, ni kuwaweka wa Kristo katika miteko za dhambi. Lakini kila wakati jiweke mbali naye, kundua njia zake, kaa mbali naye katika kumkemea na hata katika kukaa katika utakatifu, na utakuwa huru. Na pia wapendwa, utakuwa mtu ambaye njia zako zitakuwa za kuendelea. Utakuwa wapendwa mtu hata wa kufanikiwa. Utakuwa mtu wa kusikiwa na Mungu, ni kwa ajili umejitenga na dhambi. Maana neno hilo limetuhimiza ya kwamba ikiwa tunataka Mungu apendezwe nasi, ikiwa tunataka Mungu akawe na upendo nasi,
ni lazima tujitenge na dhambi. Tuweke maovu mbali. Tuweke yasiyompendeza Mungu mbali nasi, na Mungu wetu atatuinua, atatufanikisha na tutaona ushindi ndani yake. Kwa hivyo wapendwa, wacha tukachipeane mili zetu kuwa ni kama sadaka iliyo takatifu mbele zake, naye atapendezwa nasi, naye atatuinua, atatuimarisha, na tutakuwa huru, na pia ushindi tutauona. Kwa hivyo Mungu akubariki unapojitenga na dhambi na kuendelea katika utakatifu. Ubarikiwe na wacha Mungu akutende mema. Mfalme, ninakushukuru ni kwa ajili ya mpendwa ambaye ananisikiza hata wakati kama huu. Namuombea mfalme wetu na hata kuchiombea ili ukaweze kutusaidia kujitenga na dhambi, kujitenga na maovu, ili tukaweze kutenda mapenzi yako, na ili tukaweze kujipeana kama sadaka inayopendeza mbele yako. Nawe utapendezwa nasi, na utatupenda, na hata utatuinua, na hata utatuita watoto katika ufalme wako, ili tukaweze kurithi yaliyo mema kutoka kwako. Tusaidie mfalme, maana hili ni jambo ambalo linatusumbua mara nyingi. Tunajipata katika dhambi, tunajipata katika kunena yasiyo mema, hata kuwaza yasiyo mema. Bwana, ukatusamehe na ukatutenge tuishi maisha ya utakatifu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kushukuru. Amen. Kutegemea mwongozo wa Mungu. Na mwongozo wa Mungu ni kupitia tu kwa mwanawe ambaye ni Yesu Kristo. Hapa tumeweza na kuona kwamba wakati ambapo hata katika sala ya Bwana Yesu alitufundisha kuomba, akafundisha wanafunzi wake, wakati ambapo alikuwa anasema kwamba wala usitutie majaribuni, inaonyesha unyenyekevu wa kumwomba Mungu atuongoze, tusije tukajikuta kwenye hali zitakazo tushawishi kutenda dhambi. Yule ambaye anafaa kutuongoza, tusije tukajikuta katika majaribu, ni Mungu mwenyewe. Kupitia kwa nguvu zako uwezi, kupitia kwa maarifa yangu siwezi, kupitia kwa nguvu zozote zile, kupitia kwa jina lolote lile ambalo unaitwa kwa siku ya leo uwezi. Lakini ni Mungu mwenyewe ataweza na kukusaidia usije ukajipata pale majaribuni. Na ukijipata ukiwa pale majaribuni, Mungu mwenyewe kupitia kwa Yesu Kristo ni yeye atakuongoza, maana ni mwongozo kwako katika maisha yako. Atakuongoza kukuonyesha ni jinsi gani utaweza na kujitoa pale, kutoka pale katika yale majaribu. Hivyo basi tuzidi na kumwamini na kujua kwamba yeye ni mwongozo wetu. Tuweke tu tumaini letu kwake. Yesu ama Mungu ndiye ukombozi kutoka kwa uovu. Ni yeye ataweza na kutukomboa kutoka kwa uovu. Huyo Mungu, huyo Yesu mwenyewe. Maana katika sala inasema, lakini utuokoe na yule mwovu. Ni ombi la wokovu na ulinzi dhidi ya shetani. Mungu atuokoe na yule mwovu. Ni yeye atatusaidia, ni yeye atatuokoa na yule mwovu. Acha kuamini nguvu zako, acha kuamini ile mali ambayo uko nayo, acha kuamini yule mtu ambaye unamuona ni kama uwezi bila yeye. Mungu tu ni yeye uwezi bila yeye. Atakuokoa kutokana na maovu. Tubarikiwa na hilo fundisho. Tuzidi na kulikumbuka na kufuata yale maagizo ambayo Mwenyezi Mungu ametuagiza kufanya. Na tumweke kuwa mwongozo wetu katika kila njia. Barikiwa na uwe na siku njema, na tupatane hapo saa 3:30 usiku ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.